Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pasta Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu utawala wa raha ya milele. Tazama, popote pale wewe ni mtawala. Popote pale ulipo, haijalishi ni mtoto, haijalishi ni nani, haijalishi uko wapi, haijalishi uko vipi, lakini tambua, popote pale ulipo, wewe ni mtawala. Narudia, popote pale ulipo, wewe ni mtawala. Na si tu mtawala, wewe ni mtawala wa raha ya milele. Wewe ni mtawala wa pumziko la milele. Ndiyo, japokuwa utawala wa raha ya milele umelala katika siri yake. Umelala katika siri yake. Umelala katika siri ya vema yake. Na siri ya vema ya utawala wa milele upo katika utoaji. Narudia, siri ya utawala wa raha ya milele upo katika utoaji. Narudia tena hapa, siri ya utawala wa raha ya milele upo katika utoaji. Upo katika utoaji kwenye vitu vyote ambavyo unavitawala, kwenye vitu vyote ambavyo umepewa uvitawale. Lakini ni nini ambacho unakitoa kwenye vitu vyote ulivyopewa uvitawale, kwenye vitu vyote ambavyo unavitawala, kwenye vitu vyote vinavyokuzunguka? Ni nini ambacho unakitoa? Tazama, kama vile Mungu alivyoitoa sura yake na kukuumba wewe, ndivyo wewe unavyoitoa sura yako na kuwapatia wote ambao unawatawala. Na sura ya Mungu ni nini? Sura ya Mungu aliyoitoa maana yake ni ile vema au uzuri wake. Sura ya Mungu ni ile vema au usahihi wake. Kwa hiyo, kama vile Mungu alivyo vema, kama vile Mungu alivyo vema, ndivyo wewe uliyeumbwa ukawa vema. Kwa kule Mungu kuitoa vema ya sura yake kwako, ikafanya yeye akawa na utawala wa raha ya milele. Kwa kuwa chochote anachokitazama kimekuwa cha vema au sura yake. Narudia hapa, kama vile Mungu alichokitoa kuja kwako, nawe ukawa ni kile alichokitoa, ni sura yake. Na Mungu alichokitoa ambacho ni sura yake, ameitoa sura ya sifa yake. Ameitoa sura ya sifa yake. Na sura ya sifa yake Mungu, kwanza yeye ndiyo
mwanzo na mwisho. Yeye ndiyo mwanzo na mwisho. Sifa ya pili ya Mungu, yeye ni vema, ni roho iliyo sahihi. Na hicho ndicho alichokitoa na kufanya. Popote wewe ulipo, wewe umepewa sura ya Mungu ambayo ni mwanzo na mwisho, na iliyo vema kwa kuonekana kwako kwa sura na jina ulilonalo wewe, popote pale ulipo. Naongea na wewe. Sifa ya kwanza, yeye ni mwanzo na mwisho, yaani ni umilele. Na sifa kuu, yeye ni vema. Yeye yu vema au ni sahihi, ni roho iliyo vema, ni roho iliyo sahihi, na kufanya popote ulipo, yeye ndiyo amekupa sura hiyo. Amekupa sura hiyo hiyo na kufanya jinsi alivyo vile vile kwa jina alilo nalo. Ndivyo kama ulivyo hivyo hivyo kwa jina ulilo nalo popote pale ulipo, na kufanya wewe ukawa ni pumziko lake yeye. Wewe ukawa ni raha yake yeye. Wewe ukawa ni waraha yake yeye. Popote pale ulipo, wewe ni waraha ya Mungu. Wewe ni wasula au vema ya Mungu. Kwa hiyo siri ipo katika utoaji, na utoaji ni wasula ya kuumbwa kwako. Ni hiyo sura ya kuumbwa kwako, ni ya utoaji kwenye vitu vyote ulivyopewa. Nini maana yake? Utoaji maana yake uvione, narudia, uvione vitu vyote ulivyopewa, uvitawale, vipo sawa sawa, vipo sawa sawa na wewe hapo ulipo, kwa jina ulilo nalo, kwa majina yao yote, kwa kuitwa kwao na mwonekano wao, vipo sawa sawa, vipo sawa sawa na wewe hapo ulipo, kwa sura ulio nayo, kwa jina ulilo nalo. Ndicho kilicho cha kutoa. Narudia hapa, siri kuu ya utawala wa raha ya milele au pumziko la milele ni utoaji. Na utoaji ambao unautoa kwa jina ulilo nalo ni utoaji wa sura ya jina ulilo nalo. Kama ni mwanamke, unautoa wanamke wako huo kwenye vitu vyote. Kama ulivyo uzuri wa wanamke wako, basi vitu vyote kwa jina lake litakuwa na uzuri au vema au sahihi huo wa wanamke au wanamume ulionao kwa kukuita kwao. Mwingine
atakuwa ni mwanamume, mwingine atakuwa ni mtoto, mwingine atakuwa ni baba, mwingine atakuwa ni mama, mwingine atakuwa ni vyovyote. Lakini jinsi ulivyo vema hivyo hivyo ndicho unachokitoa cha wema huo huo juu ya vitu vyote vilivyokuzunguka. Naongea na wewe kuhusu siri ya utoaji, siri ya utawala wa raha ya milele. Ndio maana popote ulipokuwa unakimbia utoaji, ulipata jina ambalo jina hilo lilihitaji tena utoaji. Ulikimbia utawala wako popote pale ulipo, ukakuta napo ulipo ni utawala. Ndio, narudia. Ulikimbia utawala popote pale ulipo, yani utoaji. Ukakuta popote pale unapokwenda unakuta napo ni utawala, yani utoaji. Ulikwepa kwa njia zozote ili upate kupokea tu, lakini ukakuta hata hiyo sura ya upokeaji bado ni utoaji. Ukatia huruma kwa mwonekano wako. Kwa sababu hizo ukasema unahitaji kuhurumiwa, nawe ukawa ni sura ya huruma kwenye vitu vyote. Ndivyo, na kwa huruma ukapata utawala wa huruma. Kila kitu ulichonacho kikawa na sura ya mwili wa huruma, na hiyo huruma kwenye vitu vyote ulivyo navyo bado ikakuhitaji utawale, yani utoe kwenye vitu vyote, uvihurumie vitu vyote, vipate vitu vyote ulivyo navyo kwa huruma yako. Ndio, popote ulipokimbilia ukasema wewe ni mtoto, ukakuta na vyote vya utoto wako unahitaji kuvitoa kwa utoto wako. Uwe mtoto kwa mzazi wako, uwe mtoto kwa mzazi wako, maana yake utoe utoto wako kwa mzazi wako, utoe utoto kwa mzazi wako, na wewe uwe mtoto kwa mzazi wako. Popote ulipo uwe ni mzazi wako ameonekana, popote mzazi wako ameonekana uwe ni utoto wako umeonekana. Ndio, naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu utawala wa raha ya milele, kwamba umelala kwenye utoaji. Ndio, umetafuta mbinu nyingi za kukimbia utawala. Ukienda kuzimu ukakuta kuna utawala, ukasema wewe ni mgonjwa, unahitaji kupewa, lakini jina la ugonjwa huu ukakuta napo ni utawala, kwa kuwa kilichozidi hapo kikaitwa ugonjwa. Yupo wa kufanana na wewe aliyepungua akaitwa mgonjwa, unahitaji utawale kwa kumpatia hicho. Kutoa. Ukienda kuzimu bado unamkuta Mungu, unakuta utawala. Ukienda kwenye kifo unakuta Mungu, unakuta utawala, lazima utawale.
Ukienda kwa njia yoyote ya kukimbia, unakuta Mungu lazima utawale. Ukikimbia kwenye dhehebu lako kukimbia utoaji, ukienda kwenye dhehebu lingine unakuta kutawala, lazima utoe. Ukikimbia huku ukienda kwenye familia hii unakuta utawala, lazima utoe. Ukienda huku kwenye kundi fulani unakuta utawala, lazima utoe. Ndio, lazima uitoe sura yako. Na kama ilivyo, Mungu ni mwanzo wa vitu vyote, naye akakupa sura yake ya kama yeye alivyo mwanzo, na kufanya vitu vyote ambavyo unavipatia au vilivyopo vimetoka katika sura yako wewe, na kufanya kisiwepo kisichostahili kupokea unachokitoa. Sura ya msamaha wako, sura ya upendo wako, sura ya huruma yako, sura ya utii wako, sura ya hivyo unavyoitwa kwa jina lako. Kwa kuwa hiyo sura katika kutamkika kwake ndiyo imefanyika mwili katika viungo vyako, katika duka lako, katika mashamba yako, katika ardhi yako, katika kila kimoja ulicho nacho kwa jina lake. Vinahitaji kutolewa kwenye vitu vyote na kuvitoa milele yote, kwa kuwa hiyo sura haiishi na kupungua. Ndio naongea na wewe ili popote pale ulipo utawale milele. Hata katika neno hili, ulijua labda ukiingia katika neno la maombi utapokea, unakuta maombi ni sura, nayo ni utawala. Unabidi kila siku ukae katika maombi, kila siku uwe unaomba, si tena kujiombea wewe, kwa kuwa wewe mwili wako, nyama yako, familia yako, watoto wako, vyote vilivyopo ni sura ya maombi, bali utoe maombi hayo juu ya kila kitu kilichopo, pasipo kukitoa, kusema kile kinajisikia sikipi maombi, kile kiko hivi sikipi maombi, kwa kuwa vyote vimetokana na wewe, sura yako hiyo ya maombi. Unashangaa wewe umekuwa ni wa wokovu, umekimbilia katika wokovu, ukajua wewe ni wa kupokea tu wokovu. Kumbe wokovu nao ni utawala, msamaha nao ni utawala. Unakuhitaji utoe kwenye vitu vyote, utoe kwenye vitu vyote. Maana yake kwamba uone kila chochote kilichopo kina msamaha, ni cha wokovu, kimetokana na wokovu wako, kimetokana na hicho unachokitoa. Kwa kuwa ukiwa na wokovu, kila kitu chochote ulicho nacho ni wokovu. Mashamba, mwili, viungo vyako, nini kinahitajika ni kuvitoa kwenye vitu vyote, kwa watoto, majirani, kwa hao ambao unaona waliopotoka, wanahitaji msamaha wako, wanahitaji wokovu. Kwa kuwa ukitoa hakipungui, kwani ndivyo ulivyo. Ukisamehe au pungui, ndivyo ulivyo. Ukipenda, upendo au pungui, ndivyo ulivyo. Ndio naongea na wewe, kwa kuwa popote pale ulipo, wewe ni mtawala, na utawala wa milele, utawala wa raha ya milele, siri yake ni kutoa. Basi kwa wokovu huo, utoe wokovu huo kwa kila kitu unachokifanya, pasipo kutoa chochote, kwani chochote kimetokana na wokovu huu wa hicho unachokifanya. Na neno hili limekuja kwako kwa kuwa na lenyewe limetolewa, limetoka
kwa kuwa lazima litoke, kwani ni utawala, lifike kwako hapo popote ulipo. Kwa hiyo kuna njia sahihi za utoaji. Kuna njia sahihi za utoaji, ijapo zote ni njia sahihi za utoaji, na kila mmoja amesimama katika njia ya utoaji huo. Mwingine upo katika duka hilo, mwingine upo katika kibanda kile, mwingine upo katika taasisi hiyo, mwingine upo hapo katika njia ya kufanya kwako. Hiyo ni njia ya utoaji. Lakini pia njia ya utoaji nyingine ni katika neno, na ndio njia iliyo nyepesi kuliko zote. Ni nyepesi ndio katika vyote, lakini inabidi iwe katika vyote. Ndio ilipo hapa ni sura iliyojitoa kwako. Kama ni sadaka, ni neno lililojitoa sadaka kwako, na kuona na wewe ni wa sura ya vema ya neno hilo. Ni neno la pumzisho la Mungu, na kuona na wewe hapo popote ni wa pumzisho la Mungu. Kwa hiyo usikimbie kutoa, usikimbie kujitoa sadaka. Na utoaji wa sadaka, kuna njia ya utoaji wa neno, lakini njia ya utoaji wa neno, utoaji wa fedha ambao ulikubaliwa ili fedha itumike. Usijitoe wewe, bali fedha itumike. Usitoe mtoto wako, bali fedha itumike. Usitoe mnyama wako, bali fedha itumike. Kwa kuwa utatembea umbali gani na mnyama wako kufikisha utoaji wa upendo wako, huruma yako, au hicho unachokifanya? Ndio maana wakaweka katika fedha, lakini fedha ikaonekana bado ni njia ngumu ya kusambaa, ikawekwa katika neno. Ndio maana katika neno hili leo hii umekuta unarudi kwenye familia yako, utawala wako unarudi kwenye familia yako, umerudi kwenye dhehebu lako, unakaa kwa mtumishi wa Mungu, unaanza kutoa sadaka, unaanza kutoa ambacho ni cha urahisi kwako. Umeona neno ni zito, basi nenda kwenye kitu cha urahisi. Weka utoaji kwenye fedha, toa. Usibague kimfikie nani, toa kwa jinsi ulivyo, kwa kuwa vyote vipo hapo, na huo ndio utawala wa raha ya milele. Utawala wa raha ya milele umelala kwenye utoaji, kwa kuwa popote utakapokimbilia, ni kuzimu, ni kwenye vilindi vya maji, ni popote pale, ni lazima utoe, na unachokitoa ni cha sura yako, na cha sura yako ni hicho kwa kuumbwa na Mungu. Na sasa unachokitoa ni pumzisho la Mungu hili, kama linavyokufikia kwenye chochote popote kinapokuwepo. Kwa hiyo kama vile Mungu alivyoitoa sura yake ya vema na kufanya popote pale ulipo, haijalishi ni nini, bado wewe ni wa vema ya Mungu. Ndio maana hata katika kugoma kwenda kumtafuta Mungu, popote ulipo ukakuta unaelezewa kuhusu Mungu, siku zote ni mmoja na Mungu yuko vema, na kufanya popote ulipo ukawa ni wa sura ya vema, katika ile sura aliyokuumba nayo, katika ile sura aliyoitoa kwako, na hiyo ndiyo leo unaanza kuitoa kwenye vitu vyote. Basi pokea pumzisho hili la Mungu, pumzisho hili la Mungu. Pokea utawala wa raha ya milele, utawala wa pumziko hili la Mungu popote pale ulipo. Amani, raha ya utawala wa milele, wa kujua siri
ya utawala wa raha ya milele, kwamba ni utoaji wa jinsi vile vile ulivyo, ndivyo vingine vyote hivyo hivyo vilivyo, na kufanya roho yako isisumbuke kwenda huku na huku kutafuta kilicho sahihi, bali kuwapatia hicho hicho kilicho cha sahihi cha sura ya Mungu uliopewa: maombi, msamaha, ibada, kuabudu, kazi, biashara, huruma, utii, na vyote vyote kwa jinsi ulivyo. Popote pale ulipo, pokea pumzisho hili, na furaha hii ya raha ya milele iwe pamoja nawe popote ulipo.